inaitwa Castodeo na nafanya diagnosis ya air condition. Air condition AC. Yeah. Na gari hili umegundua lina shida gani? Gari hili tumegundua lina upungufu wa gesi. Unawaambiaje Watanzania sio wengi sana wenye kupenda kukagua magari yao, labda kuja kufanya checking kama hizi? Hadi nawaambia Watanzania wote wasisubiri gari AC mpaka zife. AC zinafanywa service, kuna muda bizi ifanywe service. Usubiri gari yako mpaka ife AC. Lete garage inakaguliwa. Unaweza kutembea gari ina AC kumbe gari ina matatizo. Unajua ni kwa kweli ukizunguka Dar es Salaam hii na joto hili ni magari mengi sana ambayo AC zake kama si kufa basi yani zina matatizo sana. Labda hao unahimizaje ili wajitokeze kukagua AC zao? Shida sisi tunasubiri gari mpaka ife AC. No, lakini haitaki gari mpaka ife AC. Tunataka gari baada ya muda unatumia miezi 6 unapeleka garage, wanaikagua, wanaifanyia check up AC, kama kuna tatizo dogo wanatibu. Ukisubiri gari mpaka ife kabisa, ina maana itakuwa tatizo kubwa ambao kwa hiyo itakuwa gharama kubwa kuna nini kutengeneza. No, lakini ukija inakaguliwa, inachekiwa nini tatizo, inarekebishwa na gari yako yote kusumbua AC. Usisubiri gari mpaka ife. Lete gari ikaguliwe. Edwin Maktemba kutoka Mark Auto Express Garage. Sisi tunadili na kunyoosha magari, kupiga rangi magari, kufanya mechanical repair za magari pamoja na kufanya polish za magari. Tumeshiriki kwenye Auto Clinic Festival hapa Coco Beach kwa ajili ya kutoa ushauri kwa wateja kuhusiana na kazi ambazo tunafanya, na hasa zaidi kwa wale ambao wanakuwa na magari yao ambayo imetokea bahati mbaya labda ipata ajali, amegongwa, anahitaji kujua nani anaweza kumsaidia kuinyoosha gari kuweza kurudi kwenye mazingira yake ya kawaida. So tumejaribu kuleta utofauti wa watu wengine. Sisi tuna slogan tunaitumiaga kwamba je, gari yako imepata ajali, tutumie picha yako, tutakupa gharama chap chap. Tunatumia mfumo wa teknolojia ya kutumia WhatsApp. Wewe umepata ajali, unapiga picha gari yako, unatutumia, sisi tunaiangalia, tunakupa estimate za kazi ya kulipea gari yako. Tukikubaliana unafanya booking, unaleta gari, tunaifanyia kazi, gari yako inatoka. Sisi tunafanya kazi masaa 24. So hata kama ukipata ajali saa 4 usiku, unakuja garage kwetu, tunapokea gari yako, tunaifanyia kazi. Mapema zaidi asubuhi unachukua gari yako. Kama ni tatizo dogo, usiku huo utachukua gari yako. Kama ni issue ambayo inahitaji labda muda mrefu zaidi, tutakupa labda siku moja au siku 2, lakini tunapokea magari siku 7 kwa wiki, masaa 24 tunafanya kazi. Kuna ugomvi mwingi sana huo unatokea kwamba gari imegongwa alafu sasa rangi inayowekwa inakuwa tofauti na ile rangi ya mwanzo, na wakati mwingine wateja wanaleta ugomvi. Sasa sisi tunaopaka mitaani, hiyo ikitokea kwako unafanyaje? Sisi kwetu changamoto hiyo hatunayo, kwa sababu sisi pia ni madistributor wa rangi za magari kutoka Ujerumani, zinaitwa rangi za Nexa. Rangi ya Nexa ni rangi za kompyuta ambazo zinachanganywa kutokana na code number ya gari. Kila gari duniani ina rangi yake ambayo ukifungua mlango au kufungua kwenye chassis ya gari kuna code number ya rangi ambayo iko kwenye kila gari. So ili mtu asikosee kupigia rangi tofauti, anatakiwa achanganye rangi ya kompyuta kupitia kwenye code number ya rangi husika kwenye gari husika. So ukija kwa sisi tayari tuna mashine ya kuchanganyia rangi ya kimataifa kabisa kutoka Ujerumani. Tutakuchanganyia rangi inayofanana na gari yako. Tofauti na watu wengine, rangi ikiwa ifanani, mara nyingine mtu anaweza kuwa amegongwa mlangoni, analazimika kupiga upande mzima. Haina ulazima, kwa sababu kuchanganya rangi original unaweza kupiga mlango mmoja na mlango wa pili ule ukafanana na ule mlango ule ambao umepiga rangi. So utofauti wa rangi kwetu haupo, wala rangi kuvimba, si rangi kubanduka haupo. Tunakupigia rangi, tunakupa warrant, tunakupa assurance, kwa sababu tunatumia material original na tunafanya kazi ya uhakika. Sio kama unatutisha, maana yake inawezekana hapo bei ni kubwa sana, ndio maana mara nyingi tunapenda kwenye garage zetu bubu, unapaka rangi unaondoka zako. Hapana, unajua siku zote rahisi ni gari. Siku zote rahisi huwa ina changamoto yake. Sasa unajua rangi ya gari hutaki kupiga rangi leo then baada ya wiki 2 imebanduka. Hutaki kupiga rangi leo gari nzima baada ya miezi 2 inabanduka. Sio sawa. So ukija kwetu gharama ni nafuu kabisa. Gharama ambazo zinaendana kabisa na uhalisia wa uchumi wetu na maisha yetu ya kawaida.
unakuja tuna assess gari. Ndio maana sisi tunakwambia kwamba tupigie picha ya gari yako, tutumie, tukupe assessment, tutakubaliana, utaleta gari, tutaifanyia kazi na utaridhika. Unajua, huwa nawaambia siku zote wateja kwamba kazi za rangi ni kazi za hadharani, kwamba nikisifia kwamba nafanya kazi nzuri, hata ukiingia kwenye peji yangu ya Instagram unatakiwa uone kwamba gari moja mbili, kama nina uwezo kupiga gari 60 zikatoka vizuri, sibahatishi. Maana yake ninajua. Asiyejua ni yule ambaye unaenda akwambia kama apiga rangi, akuonyesha portfolio ya gari 2 au gari 3 alizozipiga mwaka mzima, alizozipatia. Lakini sasa kama mimi nataka kuonyesha kwamba tangu tunaanza kufanya kazi Januari, gari zote ambazo tunazozipokea huwa tunatoa video ya tunavyoipokea, tunavyoifanyia kazi, tunavyoipiga rangi na tunavyoitoa. Sasa kama unaweza ukaona kwamba gari ilikuja ikiwa hivi na imetoka ikiwa hivi, then tangu Januari napiga rangi, napatia na kuwekea kwenye mitandao ya kijamii, wewe useme kwamba nabahatisha. Ninajua sibahatishi. Tunashukuru Mungu, zoezi limeenda vizuri kabisa, watu wengi wamejitokeza na bado tunawapa nafasi siku ya leo pia wazidi kujitokeza, kwa sababu nafasi hii ni adimu sana. Wanakaribishwa sana kwa sababu huduma ni nyingi kwa kweli. Kwa hiyo wakisubiri mpaka muda huu uishe, wanakuja kuingia gharama nyingi sana kwa ajili ya kufanya hivi huduma ambazo watazipata huko baadaye. Nimeona wateja wengi wanauliza, wanasema zoezi lisiwe la mwisho wa mwaka, leo ni endelevu. Labda unajipangaje Kasu? Tunashukuru kwa sababu hiyo yote ni dalili njema kwamba mwitikio umekuwa mkubwa na watu wameona umuhimu wa vitu kama hivi. Kwa hiyo hilo tunalifanyia kazi, lakini pia tunafikiria zaidi kuangalia na ndugu zetu wa mikoani. Kwa hiyo bado nafasi ni kubwa. Kwa hiyo tutazidi kuzunguka. Tunaweza tukafanya labda Dar es Salaam ikawa mwezi huu, mikoa fulani ikawa mwezi huu, hivyo. Tutakuwa tunazunguka. Kwa hiyo nafikiri zoezi litakuwa ni endelevu kama tulivyofanya kwa miaka 5 nyuma. Kwa hiyo tutazidi kulifanya tena kadri muda unavyokuja kuturuhusu. Siku hizi 3 lengo limefikiwa? Lengo limefikiwa, lakini bado mahitaji tunaona ni makubwa mno. Na tumegundua vitu vingi. Kwa hiyo vile vitu ambavyo tumevigundua navyo tunavifanyia kazi. Kwa hiyo inawezekana akaja matamasha makubwa mengine zaidi ya hili ambalo lipo kwa ajili ya Automobile Clinic tu peke yake, yakaja kwa ajili ya vitu vingi zaidi, kwa sababu kama unavyofahamu engine ndio key point ya gari. Kwa hiyo lazima ukitunza vizuri, ina maana ndio gari lako pia inaweza kukufanya uwe salama na ufike unapotaka kufika. Kwa maana tunafikiria zaidi kuweka vitu vingi zaidi vya kuwafanya watu wafahamu kuhusu injini yao, wafahamu kuhusu oil nzuri kwa ajili ya injini yao. Yeah. Magari mangapi mmeyakagua tangu Ijumaa mpaka jana au mpaka leo, na yana matatizo gani zaidi hasa kwenye injini? So far tulimakagua magari yanakaribia 50. Sina idadi kamili kwa sababu wengine walikuwa wana skip kwenye kujaza namba, lakini tunategemea zaidi leo watu, kwa sababu najua leo watu wengi wako mapumziko, kwa wanategemea kuja zaidi leo. Na matatizo ni mengi na shida kubwa ni kwamba watu hawaeki kilainishi sahihi kwenye gari lao. Kwa hiyo utakuta kuna wengine anatumia oil ambayo ni nzito wakati gari yake inataka oil nyepesi. Kwa hiyo unajikuta gari yake anakuambia ninavyoendesha, labda niko kwenye mlima, gari inapunguza nguvu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo shida kubwa imekuwa ni watu kutofahamu vilainishi wanavyotakiwa kutumia kwenye magari yao. Gear oil pia watu hawafahamu. Mwingine gari nyingine zimekuja hapa zinasukumwa kwa sababu watu hawafahamu. Ukifika hapa anamwambia kumbe shida yako ni oil tu basi. Anabadilisha oil, anawasha gari yake anaondoka. Kwa hiyo changamoto wanazozipata wanaweza wakaziona ni kubwa, lakini wakifika hapa watagundua kwamba ni vitu vidogo sana na shida zote zinatatuliwa hapa. Wanakaribishwa sana. Naambia nini wa Tanzania kwa ujumla, hasa watu wenye magari? Ni vyema wakafahamu magari yao, ni vyema wakahudhuria kwenye vitu kama hivi, kwa sababu wamekuja watu wengi hapa. Unakuta mtu unamwona kabisa, labda unataka kusema huyu anafahamu kila kitu, lakini ukimuuliza kuhusu injini yake, kilainishi gani anatumia, hafahamu. Anamwamini zaidi fundi ama muuzaji, lakini muuzaji mwenyewe na mafundi naye pia mwingine anakuwa hafahamu zaidi. Teknolojia inakuwa, tujifunze zaidi. Yaani kikubwa watu wajifunze kuhusu vilainishi, wajifunze kuhusu magari yao, kwa sababu unajua sasa hivi tunapoelekea teknolojia inapokuwa itakuwa magari ndio kila kitu. Sasa utakuta una kila kitu kwenye gari lako, lakini kama hauweki kilainishi sahihi, ina maana utashindwa kuenjoy vile vitu vingine ambavyo vipo kwenye gari yako, hata kama ina muziki mzuri, hata kama ina vitu gani, viti vyako vya sofa vya nini. Kama engine hauweki kilainishi sahihi, uwezi ukawasha hata kutoka hapa ulipotoka, haina maana. Kwa hiyo kufahamu kuhusu kilainishi chako, kufahamu kuhusu gari lako ina faida kubwa sana, kwa sababu gari lako lina thamani na sisi tunataka uione thamani ya gari lako. Ukiangalia garage nyingi kweli za mitaani
hawana teknolojia hii ya kutumia labda kompyuta kwa ajili ya kukagua magari. Labda hii kwanza unaionaje na unawaambia nini? Maanake mtaani unaona mafundi wamekaa pale, lakini mtu anatumia jicho tu anaangalia hivi. Of course ni kweli, lakini kama tunavyosema teknolojia imekuwa sana, na sisi lengo letu ni kwenda sambamba na teknolojia, na ndio maana ukiangalia hata magari ambayo yanakuja hapa mengi wanapenda kusema European cars, lakini yapo hata wale Japanese ambao ni very powerful engine. Kwa hiyo mafundi ambao tunawaita wa mtaani, of course sio jina zuri sana, lakini kwa sababu sisi kwetu mafundi ni mafundi, tunashauri zaidi wajifunze, waje sehemu kama hizi, waone wataalamu wa vilainishi, wafahamu vilainishi, kwa sababu wao ndio watu wengi wanawaamini. Sasa mtu utakapoenda kule ukamwekea kilainishi ambacho sio sahihi, ina maana tayari unamharibia gari lake, na unapomharibia gari yake ndio hata anaweza akasema bwana huyu ni fundi wa mtaani, kwa sababu haufahamu. Lakini akienda kwa mafundi ambao wamejifunza, wanafahamu, hawezi kumwita wa mtaani, kwa sababu atampa kilainishi sahihi, atampa huduma inayotakiwa, kwa sababu anafahamu kila kitu. Kwa hiyo twende sambamba na teknolojia. Siku hizi unatakiwa umalize shida yako yote kwenye kiganja, na sisi tuna hizo huduma. Tunakupa website, unaangalia kilainishi chako, unakiona, kila kitu unajifunza kwenye simu yako tu, na sisi tuna hizo kitu ambazo tunaweza kukufanya ukajifunza. Kwa hiyo karibuni sana, na ni sema ambao lazima watu wafike kwa ajili ya kujifunza. Zoezi ni zuri. Mimi naitwa Saidi Nongwa. Zoezi hili ni zuri sana kwa sababu linakufahamisha sehemu ambazo zipo kwa huduma za gari. Kwa hiyo kama mimi nilikuwa silijui tatizo ambalo limetokea kwenye gari yangu, lakini baada ya kuja hapa na kuingizwa kwenye kompyuta nimelijua tatizo, na kwa hiyo ina maana nitafuatilia ili niweze kufanya service ya hilo tatizo. Kwa mafundi hao wa kawaida nisingeweza kulijua hilo tatizo, lakini nimekuja hapa, nashukuru sana kwamba nimelijua tatizo, kwamba kwenye gari yangu kuna tatizo ambalo lilikuwa limejificha. Kwa mafundi wa kawaida nisingeweza kulijua. Kwa hiyo nashukuru kwamba huduma zao ni nzuri. Kwa hiyo liendelee hili zoezi, ili watu wengi wapate kujua kwamba kuna kampuni hizi ambazo zinafanya hili zoezi. Ukienda kwa mafundi wa mitaani, kwa kweli anabuni vipi ukaguzi wa kutumia kompyuta? Yaani nashukuru, ndio sababu nimesema kwamba hili zoezi ni zuri, kwa sababu mafundi wa mitaani hawakuweza kulijua hili tatizo. Kumbe hili tatizo liko siku nyingi, lakini ni hapa kwamba kwa sababu wanatumia kompyuta hili tatizo limejulikana. Kwa hiyo mafundi wa mitaani kwa kweli basi tunapeleka tu tufanyeje, lakini hapa kwa kweli ni safi kabisa. Nashukuru hili zoezi liendelee hata siku 2-3. Na kipindi hiki hasa watu wanasafiri sana kwenda kwenye sikukuu ya mwisho wa mwaka, labda unawaambiaje hasa kukagua magari kwa kutumia utaalamu kama huu? Yaani kwa kweli hili zoezi lingefaa hata yale mabasi ambayo yanakwenda mikoani kwa wakati huu, wakati wa mwisho wa mwaka, si ndio? Hili zoezi lingefanyika pale, ingekuwa vizuri sana, kwa sababu kwanza linaleta usalama wa gari, abiria, umeelewa? Kwa sababu kila kitu utakijua. Kama gari lina tatizo basi utalijua, ina maana tunaweza tukaepusha ajali. Yaani ili zoezi lingeweza kufanyika kwenye mabasi, mimi ningeshukuru sana kwa kweli. Wewe una ujumbe gani kwa Watanzania kwa ujumla, hasa wenye magari kukagua magari yao? Yaani ujumbe wangu kwa Watanzania kwamba wakague sehemu kama hizi zenye vifaa vya kisasa, kompyuta. Sio kwenda kwa mafundi hawa, tunaenda basi tufanyeje, kwa sababu ni mazoea, lakini hapa ni bora zaidi. Kwa hiyo mimi nawashauri jamani, tujitahidi tuje kukagua sehemu kama hizi ambazo zina vifaa vya kisasa. Sio kwamba watu wanaogopa kwamba kule kuna bei nafuu na huku kuna bei ya gari. Sasa siku zote wanasema ghali, umeelewa, bure ni ya ghali, umeelewa? Sasa kule kweli ni bei rahisi, lakini hapa tunapata kitu cha uhakika. Kwa hiyo tuache mazoea yale ya kizamani, umeelewa? Tuje kwenye vyombo hivi ambavyo vya kisasa. Na unazungumziaje tamasha kama hili? Matamasha kama hayo kwa mfano yakifanyika nchi nzima, hasa mwisho wa mwaka kama hivi. Yaani napongeza kama litafanyika hivyo kwa nchi nzima, kwa sababu vyombo vyetu vya usafiri vingi vitakuwa salama, kwa sababu kuna tatizo unaweza ukapeleka fundi wa mitaani asijue. Kwa hiyo likifanyika nchi nzima ndio itakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo naomba lifanyike nchi nzima kama inawezekana. Hivi magari yale wanaotumia wachezaji wao yanakaguliwa kweli, kwa mfano basi la Yanga au la Simba? Yaani hiyo ningependa sana vitu kama hivi waje hapa wakague, kwa sababu pale wanabeba zamana ujue. Watu wa Tanzania kwanza tunapenda mpira ujue. Sasa magari kama yale yasipokaguliwa vitu kama hivi, kwa kweli sio vizuri. Ningeshauri, umeelewa, waje yakaguliwe tena kama inawezekana. Ili zoezi sijui linaendelea mpaka kesho, nafikiri waje wakague hapa ili wapate kuelewa magari yao yako kwenye hali gani. Sana. Kwa majina naitwa Freddy Lwila, ni founder na CEO wa Autovision.
Sisi tuna dili na upande wa taa za magari peke yake, taa za mbele, za nyuma, za ndani ya gari, lakini specifically kwa taa za magari tu, na haijalishi specific gari ya aina gani, lakini zote iwe German cars, European and Japanese, zote tuna dili nazo. Na kwa leo hapa nipo kwa ajili ya kuangalia na kufanya ukaguzi na make sure kwamba gari zinazofika hapa ziko katika hali ya usawa katika upande wa taa, especially kwa sababu ni muhimu sana kwa wakati wa usiku kutumia taa. Hivyo basi kuangalia kama zinafanya kazi, na hata mchana, kwa sababu ndo taa zinazotumika kama indication kwa dereva wa mbele na tunavyoangalia. Tatizo ni kwamba wengi gari za hasa za zamani ambazo pia sio German au European technology hazina alert kuonyesha kwamba taa fulani imeungua. Kwa gari nyingi zinakuja hawajui, na hamna mtu ambaye haijawa tabia kuamka asubuhi kuwasha taa zote kuziangalia na nini. Kwa unakuta mwingine amefika, parking haifanyi kazi, kwa hiyo tunamwangalizia na kumwambia bwana, parking kidogo naona haziko sahihi. Kuna mwingine unakuta taa ya kushoto kubwa inawaka lakini ya kulia haiwaki. Ila sasa kwa sababu ya gari zingine za European zenyewe zinakuwa alert kwenye dashboard, kwa hiyo ni rahisi kunotice kwamba gari yangu taa imeungua, inahitaji kubadilishwa. Lakini kwa hizi zingine lazima tuziangalie na kuzikagua, ndio unaweza kumwambia mhusika kwamba bwana, gari ina shida fulani. Unajua kuna upuuziaji mwingi sana kwa madereva mtaani kwamba inawezekana hata taa ya oil inawaka au taa pengine imeungua, lakini mtu anaweza akaendesha gari hivyo hivyo. Shida ni nini inaweza kutokea? Labda unaweza kukumbana na changamoto gani dereva kama huyu? Kwa mfano, labda nikaongelea kwa mfano kama taa imewaka kwenye dashboard lakini mtu hana uelewa nayo. Wengine wanaweza kukuta ni taa ambayo inaonyesha kwamba temperature inapanda bila kuwa na ufahamu, akaendesha tu gari akijua labda ni taa ya kawaida, baadaye nzima unakuta temperature inapanda, inaweza ka blow up engine. Lakini kingine cha msingi zaidi ni kwamba dereva yeyote wanasemaga anaendesha gari tatu. Anaendesha ya kwake, ya mbele yake na ya nyuma. Hizi gari za mbele yake na za nyuma anaziendeshaje? Ni kwa ishara ya taa. Kwa hiyo kama gari ya mbele taa zifanyi kazi, kwa hiyo definitely kumsababishia ajali dereva anayekufuata nyuma ni rahisi zaidi. Kwa hiyo huwa inabidi kuzingatia hivyo vitu, na ni muhimu sana, kwa sababu ishara yote ya madereva barabarani ni kwa kutumia njia ya taa pekee. Unajua, mtu ukisema gari kwa kweli ni taa. Yaani mimi ninavyoona mimi sio kitu chochote zaidi ya taa. Unaambia nini hasa madereva wa Dar es Salaam? Kwanza ni kufanya kuwa na uhakika kwamba gari yako iko sawa. Licha tu ya taa, bali hata vitu vingine, lakini taa pia ni muhimu sana sana sana. Na haijalishi wakati wa mchana au usiku. Kwa mfano, kwa taa nyingi gari za kipindi cha nyuma tumegundua kwamba mfumo wake wa taa unatumia reflector kusafisha mwanga mbele. Sasa wengi wanakuwa wakihangaika kubadilisha babu wakisema mwanga upate wa kutosha. Lakini ile teknolojia iliyopita kwamba hata ukibadilisha babu vipi, bado formation yake ni kwamba itagonga reflection ndio mwanga usafiri. Kwa hiyo mwanga ufiki mbali. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi tunakuta kwa gari za zamani tuna introduce kifaa kama hiki kinaitwa projector, ambayo yenyewe sasa inaweka tu bulb, inakusanya mwanga na kufocus moja kwa moja bila kupoteza glare yoyote. Kwa hiyo ni vitu vingine ambavyo sisi tunavifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba dereva anapata mwanga wa kutosha wakati wa usiku na hata mchana visibility ya kutosha. Kwa sababu kama hii hapa unaona ring ya hapa wanaita daytime running light. Sio tu urembo wa taa ya gari, lakini ina msaada wake hata kwa wale wanaita pedestrian wanaopita na kuvuka barabara wakati wa mchana. Mwanga unasafiri haraka. Kwa hiyo inapowaka mchana, kuona object inakuja, anaona kama mwanga unamfuata. Kwa hiyo inakuwa rahisi wewe kujua kwamba there's an object coming, asimame, ipite na vitu vya namna hiyo. Wengi wanaichukulia kama labda ni urembo na nini, lakini ina msaada mkubwa sana, na hata kuna takwimu zinaonyesha kwamba imesaidia sana katika kupunguza wagongwaji na magari barabarani wakati wa mchana, kwa sababu ya hizi wanazita daytime running light. Kwa hiyo nataka tuambie kwamba jeshi la polisi kupitia kitengo cha traffic pengine wasisitize zaidi uwekaji wa taa ambazo zikaepusha ajali barabarani. Ni sahihi, kwa sababu kuna taa ambazo hautaki kutembea nazo mchana, kama high beam. High beam hutaki kutembea nayo mchana kwa sababu inajulikana kama ni emergency light. Either way utakapoiwasha ile mchana, basi lazima kuna jambo fulani la dharura umeamua kuiwasha. Lakini kuna taa specific ambazo zimetengenezwa na zimedesigniwa kwa ajili ya mchana, wanaita daytime running lights. Hizo ni kwa ajili ya kuhakikisha visibility ya gari wakati wa mchana. Gari zingine zina rangi ambazo watu hawezi kuziona, lakini mwanga wa taa definitely unampa ishara kwamba kuna kitu kinanjia. Ni rahisi yeye kusimama, kuipisha ile gari na yeye kuweza kuvuka. Kuna taa kama hizi hapa, wanaziita daytime running lights. Vipo kama viringi, wengi tunavifunga ndani ya taa ya gari.
mwanga wake mchana ni mkali, lakini sio ule wa kumuumiza dereva anayekuja wala nini, lakini specifically kwa ajili ya kufanya identification ya gari kwamba inakuja. Kwa wanaziita daytime running light, ndio kazi yake mahususi. Ukitembea usiku hasa huwa na mara nyingi sana madereva wanalalamika, hasa kwenye wakati gari zinapopishana, unakuta dereva amewasha ile full light, na madereva wengi wanalalamika. Labda shida hapa inakuwa nini? Dereva anaendesha gari haoni au vile ndio utaratibu? Hapana, kuna matatizo mengi kwenye upande wa hiyo. Moja hapo ni kwamba gari nyingi hatujazoea kwamba zinahitaji zifanyiwe alignment ya taa wakati wa usiku. Kwa utakuta setup ya taa labda inapiga iko juu, dereva hajui, hana elimu hiyo. Kwa definitely akiwasha full inatawanyika zaidi na kumaffect dereva anayekuja. Kila nchi ina upande wake rasmi wa kuendesha magari. Kwa mfano sisi hapa Tanzania ni right hand drive. Kwa hiyo hata taa zetu za magari yanayokuja right hand drive, upande wa kulia ambapo anakaa dereva lazima taa ipige chini kwa ajili ya kuruhusu anayepishana naye, lakini upande wa kushoto inatawanyika kumpa wide ya kuona upande wa pili ambao yeye hauoni. Sasa utakuta yeye taa ile labda kuna setup kwenye taa adjusters za kuinyanyua na kuishusha. Ilivyotoka Japani imekuja labda imenyanyuliwa, mtu hana uelewa. Kwa hiyo huwa mara nyingi tunawaambia waje tuangalie alignment ya taa imekaaje kwa ajili ya kuepusha vitu vya namna hiyo. Sio tu kwamba leo mwingine anatembea full, na mwingine anatembea kabisa dim ya kawaida, lakini setup ya taa ipo imenyanyuka. Kwa definitely dereva anayekuja mbele yake ataona huyu jamaa kama kanimeshia full, lakini sio vile. Kwa hiyo check up za namna hii pia zinatusaidia kuweza kutambua vitu vya namna hiyo. Kwa nini wewe umechagua taa na sio kitu kingine kwenye gari? Iliwahi kunitokea mimi nilipata matatizo wakati wa usiku kwa sababu ya taa. Nilikuwa natembea usiku, taa ilikuwa haziwaki vizuri za gari, nikajikuta nimepishana na mtu mwanga mkali. Badala ya kupita vizuri, ile glare ya mwanga ikani affect, nikajikuta nimepanda kwenye pavings. Kuanzia pale nikasema okay, tatizo ni nini? Ndio nilipokuja kufuatilia na kufuatilia reviews na kujua kwamba okay, mwanga mkali unaweza kupata kupitia kifaa hiki ambacho kinaitwa ni projector. Kwamba mwanga hautawanyiki, unatoka moja kwa moja, na pia unaweza kufanyia setup ya kupanda na kushuka na bila kutawanyika. Kwa majina anaitwa Martin Mashoko, ndio CEO wa Mashoko Automotive Technology. Tunatoa teknolojia za kusafisha taa, kuprotect gari, rangi ya gari kwa kutumia ceramic coating. Pia tunarekebisha paintless dent ambayo sehemu kama imepondeka pananyooshwa bila kupiga rangi. Pia tunapiga rangi za magari na polish. Ni kwa nini umefanya vitu hivi? Tumefanya vitu hivi kwa sababu wakati tunatafuta ajira tukawa tunatafuta jinsi ya kufanya ujasiriamali zaidi kwa hali ya juu zaidi, na teknolojia nyingi hazijafika Tanzania, kwa hiyo tumeamua tu export kutoka nje ya nchi. Hali ya soko tunamshukuru Mungu ni nzuri, kazi zinakuja, watu wanapenda kazi zetu. Gomvi mwingi huko kwenye taa hasa, maana taa huwa zinachafuka sana. Labda hiyo mnafanyaje? Taa tunatumia teknolojia nzuri kabisa ya hali ya juu kwa kusafisha taa, kuondoa ule ukungu. Maana yake usiku unakuta taa zinawaka lakini ile plastiki ya nje ndio inakuwa imepauka sana. Kwa hiyo inarudishwa kwenye upya wake kabisa wa hali ya juu kabisa. Naambia nini watu wenye magari, hasa gari zile ambazo rangi labda imeharibika, taa hakuna? Wenye magari nawaambia karibuni sana Mashoko Automotive kwa teknolojia nyingi kabisa na zenye hali ya juu kabisa kutoka nje ya nchi. Na vijana nawaambiaje, manake wengi wamemaliza, mtu kamaliza engineering lakini ameamua kukaa nyumbani wakati ana ujuzi? Vijana nawaambia waache kutegemea sana ajira. Unaweza ukajiajiri mwenyewe na ukafikia kwenye hali ya juu kabisa. Kama mimi mwenyewe nimesoma accounting finance, lakini sasa hivi nafanya vitu hivi na vya hali ya juu kabisa, nimejifunza nje ya nchi. Ni mwakilishi wa Molas Auto Hub. Sisi tunauza spare za European car, BMW, Benz, Range Rover, Audi, Porsche na yani all tunafanya za European. Tunafanya hizi kwa sababu kumekuwa kuna changamoto ya upatikanaji wa hizi spare. Wale wengi wanaona yani ukiagiza gari ya kizungu spare zipatikani, spare bei, lakini sio kweli. Na pia unapotaka kuagiza gari ya kizungu, kwanza pata ushauri kwa watu wanaojua gari za kizungu, kwa sababu kuna mwingine anaagiza lakini hajui consumption ya gari, amependa body type, kumbe ameagiza gari ambazo kwa Afrika yani tuko nazo mbali sana. Unaweza ukatembelea hata kwetu tukakushauri gari unataka kuagiza kwa kibongo bongo inakufaa, au otherwise hii haitufai Tanzania. Tukana zinakuwa ni high consumption. Kwa mfano sisi tuna spare zote. Tuna OM, tuna semi genuine na tuna genuine.
na spare zetu sisi tunatoa Ujerumani, Dubai, tunatoa England. Kwa spare ambazo labda zinakuwa ni common sana hazipatikani, tunafanya order ndani ya 7 day and 10 days inakuwa imeshafika Tanzania. Duka letu linapatikana Ilala Shauri Moyo. Spare zote tunafanya suspension parts, engine parts and board parts za gari zote hizo ambazo tunazifanya. Lakini ukiangalia Watanzania wengi wanatumia zaidi magari ya Kijapani, Toyota. Labda hali ya ushindani ikoje ukilinganisha magari kutoka Ulaya na gari kutoka Japani? Kwa mfano kama sasa mwamko wa watu kutumia gari za kizungu ni mkubwa sana. Ukiangalia kama hapa tuna gari za kizungu nyingi sana. Ford ukizungumzia, Land Rover, kama jana tumepata almost gari karibu 30 za kizungu. Benz, BM, Audi, Porsche zote zimekuja. Kwa hiyo sasa hivi watu wanaamka kutokana na hizo gari pia ni nzuri kwa safari, kwa matumizi ya kawaida, na zipo za low consumption na high consumption. Tunachokosea Tanzania, tunaagiza gari bila kujua details za gari kwanza. Mtu akiangalia tu body, wow, nice car, anaagiza, lakini kumbe zipo hiyo body unayotaka wewe, kwa sababu hizo gari zinakuja, kila gari na engine zaidi ya 4, zinakuja za high na low. Ila wengine wanakuwa hawajui, mtu anaagiza tu kulingana yeye kapenda body jinsi ilivyo. Kwa mfano hiyo gari inayoingia hapo nyuma yako, hiyo gari ni 1.6 liter. Yaani ni sawa sawa unatembelea EST. Na bado unatembelea gari ya kizungu, gari nzuri, unaenda unasafiri vizuri kwa uhakika na inavutia. Kwa hiyo yani kikubwa ni watu wanakuwa ni wao kwenye kuchoose gari anayotaka kununua, ndio wanapokuseaga. Lakini mwamko sasa hivi ni mkubwa sana. Ukiangalia gari za kizungu ni nyingi barabarani sasa hivi. Watu wananunua sana BM, wananunua sana Benz, wananunua sana Land Rover Discover 3, Discover 4, watu wananunua. Kwa hiyo mwamko umekuwa ni mkubwa sana. Kwa sisi tunauza spare ndio tunagundua hilo. Kwa sababu sisi ndio tunauzia, tunaona mzunguko wa biashara. Hii inaashiria nini kwenye uchumi wa Tanzania? Uchumi unakuwa. Ndio maana mtu ana uwezo leo kununua gari, anaagiza gari ya milioni 30, 35 nzuri ambao anaweza kumudu, na vitu vinapatikana. Yaani vitu vyote vinapatikana. Hivi gari la milioni 30, 35 inaweza likakaa kwa barabara za Tanzania kwa miaka mingapi? Inaweza ikakaa hata miaka 40, miaka 50, miaka 60, inategemea ni jinsi gani unaitunza. Kwa mfano umenunua gari milioni 35, unaenda kuweka oil ambazo hazieleweki. Hizi gari kama sisi tunauza spare, tunatumia software ambayo inatambua kuanzia kimiminika kinachotoka kitumike ndani ya gari yako mpaka spare. Sasa mtu unakuta amenunua gari lakini hajui oil gani atumie, labda alikuwa zamani yuko na Toyota, ile oil aliyokuwa anatumia kwenye Toyota anataka kutumia kwenye European car, ambayo sio sawa. Kwa mfano kama Castro na oil zote, ukiona hizo BMW unaweza kwa zote BMW lakini zina oil tofauti. Zipo za 5W30, kuna 10W30, kuna 10W40, lakini mtu mwingine alishazoea huko nyuma, labda alikuwa na Toyota ndio anataka yani amekalili vile yani oil labda mimi ile ya shilingi 5000 ndio niendelee kuweka, si sawa. Ndio maana wengi zinawashinda. Lakini ukifuata vimiminika vyake, ukifuata parts zake, ni gari imara, ni gari nzuri, ni gari ambayo ya uhakika wa 100%. Lakini si Watanzania wengi wenye kujua elimu hii, tufanyaje ili wafikie? Na ndio maana kama hivi tunaandaa events kama hizi kuweza kutoa elimu. Kama hapa watu wanashauriwa ni nini watumie, nini wasitumie, gari ikipata shida nini kifanyike. Events kama hizi wanatakiwa uhudhurie ili waweze kupata mafunzo ya kujua. Ni wengi sana waelewi hilo. Kama changamoto sisi tunauza spare, mtu anakuja unampa price labda ya oil ya Castro, mtu anakuambia no, kuna oil fulani hivi nauza 7,000 kwa lita, nitaenda kuweka ile hii Castro, achana nayo. Naongea mbali sana, mimi mmoja hapa ambaye na kwa kweli oil nataka za bei rahisi. Basi hilo ni kosa sana unafanya. Ndio maana kila gari utanunua utaona haifai, utaona ni gari mbovu. Kikubwa unachotakiwa kufanya, hakikisha sisi tunauza, hatuuzi spare hivi kwa kufanana. Unaweza kuona gari 4 BMW zote zinafanana body, lakini vitu vya engine na vya body vya chini viko tofauti. Sisi tunatumia chassis number ya gari ndio tunatumia. Yani tukiingiza chassis number tutajua oil tunataka kutumia, tutajua gearbox oil, diff oil zote yani, mpaka suspension, yani kila kitu. Kwa hiyo kikubwa hata wewe gari yako, hata kama una Toyota, wafuate Castro atakuelewesha ni oil gani utumie. Usinunue tu